Akieleza jitihada alizochukua kupata soko hilo la samaki, diwani ya kata ya Somanga Mheshimiwa Saidi Manjonjo amesema ana furaha kwani limeleta unafuu wa ununuzi wa samaki na kuweza kutoa ajira kwa vijana na wananchi kwa ujumla. Saidi Bakari Manjonjo, diwani wa kata ya Somanga, kata ambayo kwa sasa tupo katika furaha kubwa kwa sababu miradi mingi imekuja katika kata yetu. Hapa tulipo sasa hivi tupo katika eneo la soko katika mwalo ambao tunapiga mnada samaki. Mwalo huu au soko hili liliweza kudhaminiwa na WWF, waliwekeza pesa nyingi baada ya halmashauri ya Kilwa kuweza kununua ile eneo. Lakini baada ya kutakiwa mahitaji ya soko, tulipeleka maombi WWF akasema sisi tunahitaji tupate eneo, tuko tayari kujenga soko. Kwa kweli walitujengea soko, iko soko ambalo hilo hapo mnaloliona, na kipindi kabla bado soko hili halijakuwepo hapa, soko lilikuwepo lipo, yani unavuka kutoka katika huu mto unavuka kuifuata lile soko. Baada ya kutumaliza ile soko, tulikaa na wananchi, tukawaambia soko limekaa tayari, tuweze kurudi sokoni kuweza kufanya kazi ya soko. Hivi ninavyokuambia sasa hivi inapata mwezi mmoja na nusu tumeingia katika hili soko. Soko ambalo sasa hivi limeongeza ajira kwa wananchi, limeongeza ajira kwa kina mama, limeongeza ajira ya mtu mmoja mmoja. Hivi ninavyozungumza hapa, Mheshimiwa mwandishi wa habari, wananchi wako wengi ambao mara ya kwanza wengi walikuwa wanaogopa kwenda kule katika soko la kwanza kwa sababu ilikuwa kipindi kama hiki maji yamejaa, watu wanashindwa jinsi gani ya kuvuka. Lakini leo hapa ukitoka barabara kuu iendayo Dar es Salaam au Mtwara, unashuka tu moja kwa moja na gari yako unakuja kupata huduma. Leo tumeongeza ajira kwa vijana. Wapo vijana kama wagambo ambao wanalinda hili soko, wapo vijana ambao wanafanya usafi katika sehemu za kufanya usafi kama vile vyooni, lakini pia wanafanya usafi katika mazingira yetu haya ambayo yanatuzunguka soko letu. Lakini faraja kubwa na neema kubwa ambayo leo imetufika, wenzetu wa GIZ wameweza kuja na kuweza kutugea jambo kubwa ambalo wako tayari kutujengea soko jingine la kisasa ambalo litagharimu pesa nyingi na miundombinu yote wako tayari kutujengea. Kwa hiyo niseme tu, nitoe wito kwa wananchi, tuwe tayari kuwapokea na tuweze kusimama kama wananchi wa kata ya Somanga na vitongoji vyake, lakini pia na kata jirani, kwa sababu hili soko linaunganisha vijiji lakini pia na kata jirani. Leo tunauza samaki kutokea Songosongo, tunauza samaki kutokea Nyuni, tunauza samaki kutokea Pombwe, tunauza samaki kutokea Matapatapa. Hizi sehemu zote tunaungana sisi kama wana familia. Kwa maana tuwe tayari kuwapokea na tuwe tayari kusimamia hii miundombinu ili tuweze kuitunza. Aidha, mwenyekiti wa kijiji Somanga Kusini, afisa uvuvi kata ya Somanga na katibu wa BMU Somanga Kusini wameonesha kuridhishwa na mwenendo bora wa unadishwaji wa samaki katika soko hilo. Kwa majina naitwa Omar Suleiman Changajua, mwenyekiti wa kijiji cha Somanga Kusini. Hapa tulipo ni sehemu ya soko la samaki la kijiji cha Somanga. Kwa ujumla wake ni soko la kata la samaki. Soko hili limeanzishwa na ujenzi kupitia mifuko ya msaada ya WWF ambao walisimamia kwa ajili ya kutekeleza huu mradi. Huu mradi ni mradi wa kijamii ambao unakuza ajira na manufaa kwa wananchi na jamii iliyopo katika kijiji chetu cha Somanga. Sisi kama wenye viti au mimi kama mwenyekiti kushirikiana na mwenyekiti mwenzangu Doto ambaye wa kijiji cha Somanga Kaskazini, soko limejengwa kwa huo ufadhili, lakini soko hili limepatikana jitihada kubwa mpaka kufikia kwenye kufungua, tukiunganisha nguvu ya ushawishi, washawishi jamii ili tuone kweli soko linaweza kutusaidia kuleta maendeleo ambayo sisi tufikie malengo ya maisha yetu. Lakini kubwa zaidi, diwani wetu ni mpambanaji sana, na hasa kwenye masuala mazima ya kimaendeleo, hususa sana katika hii miradi ya kijamii. Kwa hiyo kupitia hilo hapo lina manufaa soko, kwa sababu kama unavyoona tulikuwa kule baharini, lakini tumehamia hapa nchi kavu ambapo tunategemea kuwa na biashara kubwa zaidi, kwa sababu
Mtu anaweza akapita tu hapo barabarani, mimi nahitaji kitoweo, akija hapa kanunua samaki kiurahisi, kwa sababu anakuja na kununua na anaondoka nao saa hizo, anaendelea na shughuli zake nyingine bila kuleta kikwazo chochote. Lakini kule tulikuwa tuko baharini, mpaka avuke maji, mtu anakuja na usafiri wake, aache huku aanze kutafuta mitumbu ya kuendea kule, maana yake ilikuwa ni changamoto. Lakini kwa sasa naamini tutakuwa na maendeleo makubwa kwa wavuvi, maendeleo makubwa kwa wafanya biashara wa aina zote, mamalishe, wafanya biashara wa samaki, wafanya biashara wa vinywaji na maduka kwa ujumla. Kama unavyoona fremu zimeshaandaliwa hapa kwa ajili ya kuziona hizo fursa ambazo tayari wananchi watazitumia kikamilifu, na hatua za kimaendeleo zitapatikana kupitia jamii ya mtu mmoja mmoja, kijiji pamoja na kata kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Agnes Pasco, ni afisa uvuvi wa kata ya Somanga. Kwa kweli soko letu hili ni soko zuri, tunafurahi kwa sababu tumehama kutoka lile soko la zamani, tumepata soko jipya. Japokuwa soko letu bado halijaisha vizuri, lakini tunashukuru hata sasa hivi tumepata mradi ambao utakwenda kutufadhili kwa ajili ya kumalizia soko letu. Kwa sasa hivi nadhani hata wavuvi pamoja na wachuuzi wamejionea. Saizi yani unakuta kwamba wamama ndo watakuta ndo wengi ambao ni wafanyabiashara. Badala ya kwenda kule mbali ilikuwa kwenye maji, sasa hivi tulikuwa tunavuka maji ndo tuweze tukafuatilia samaki. Lakini sasa hivi nakuja sokoni nikiwa tayari nimevaa vizuri, ninakuja nanunua samaki. Hata sasa hivi tumeona baadhi ya watu wanatoka na magari yao kule mbali, lakini wanakuja hapa mnadani kwa sababu kuna eneo linapitika, basi wanaweza wakafika hapa na kanunua samaki. Na vile vile pia kumekuwa kuna fursa. Tumeona hata sasa hivi kuna wananchi ambao tayari wameshatengeneza frame, wanajua kabisa kwamba soko sasa hivi linatumika, basi watu watajua kwamba pale kuna bidhaa mbalimbali, kuna huduma mbalimbali ambazo zitaenda kutolewa pale. Kwa hiyo watu wataenda kufaidika, wananchi watafaidika, serikali itafaidika, pamoja na BMU itaweza kufaidika pamoja na kijiji. Kwa majina naitwa Ali Saidi Machalila, ni katibu wa BMU Somanga Kusini. Sisi kama BMU tunajivunia vitu vingi. Moja hapo jambo kubwa tunajivunia maana yake ni uanzishaji wa mwalo mkubwa na wa kisasa kama ute uliokuwa nao. Hii hatua iliyofikia maana yake ndio kwanza robo ya mwalo wenyewe halisi ambao utabidi upatikane katika eneo letu. Kwa hiyo sisi kama watu wa BMU tunasema tunajivunia kwa kufikia hatua hii ya sasa hivi ambao soko limeshafikia hatua kufunguliwa na watu wamekuwa wanaweza kulitumia. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo ilikuwepo enzi ya ufunguaji, nafikiri ni mwalo wa zamani jinsi ulivyokuwepo. Ulikopo sio mwalo mzuri, ulikuwa una miundombinu sahihi ya matumizi ya kibinadamu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunajivunia kuwa na mwalo wetu huu ambao una huduma zote muhimu za kibinadamu, na vile vile uanzishaji wa mwalo umekuja na fursa kwa wanajamii wenyewe. Ukiachia mbali hizo fursa za serikali na vitu vingine, ile wanajamii wenyewe vile vile wamekuwa ni kuna shughuli ya ubebaji wa samaki ambayo watu wamejiajiri kupitia shughuli hizo na wamekuwa wanaendesha maisha yao na kujiingizia kipato kutokana na shughuli hiyo. Ni moja kati ya mafanikio yaliyopo. Lakini vile vile kuendelea kujitangaza kwa kata yetu ya Somanga na hasa utendaji wa kazi za BMU. Maana kwa 100% ukarabati wa hili soko umesimamiwa na BMU kuanzia mwanzo foundation ya chini mpaka nafikia hatua kwamba mwalo unaweza kufunguliwa. Tunashukuru sana uongozi wetu wa kata pamoja na watendaji wetu kwa ujumla. Mheshimiwa Diwani wamefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanashawishi watu katika ufunguliwaji wa hili soko. Asante. Nikiripoti kutoka soko la samaki kata ya Somanga mkoani Lindi, langu jina ni Osama Mohamed Chobo wa Jamii Habari.